watakatifu wako waliitwa kwa jina lako, Adamu wa mwisho, wamekusanyika mahali patakatifu na wako tayari kwa ajili ya Baba wa rehema kusikia neno lako. Sema na maisha yetu, hatua zetu na vipaji vyetu, wako ndani ya kutumainia wewe kwa jinsi alivyo aliyetafuta uso wako sio ni Jehova. Baba, wewe ndiyo Baba, nuru yetu, ngao yetu, msaada wetu, mponyaji wetu. Baba, uguse taifa letu na kuepusha na mabaya yote, kusije korona na maneno mengi yanayosema kinyume na taifa letu. Wafumbe vinywa Baba wa rehema, wanainyosha taifa letu mkono, wanaitia nuksi na kisiraha. Na Baba, kwa wewe ni mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo naomba tunasema amen. Amen. Basi watakatifu wa Bwana, jioni nyingine tena, na Mungu ametupa nafasi ya kuendelea kuishi ndiyo hatua ya kwanza kabla ya mambo mengine yote hayajafuata. Sasa tunaendelea na somo yetu inayosema sio mimi naishi. Kama sio wewe unaishi, basi nani anaishi? Kama sio mimi naishi, basi nani anaishi? Kama si wanadamu anaishi, nani anaishi? Watakatifu wa Bwana, uumbaji wetu hapo mwanzo ilikuwa imetufanya tuwe wakamilifu. Tulikamilika kwa sababu tulikuwa ni mfano na sura ya Mungu. Lakini kuwa mfano na sura ya Mungu ilifanya tukamilike, lakini kukamilika kwetu wanadamu haikuchukua muda mrefu, maana ilipata kuingiwa na doa. Doa hiyo ilikuwa ni mwanadamu wa kwanza alidanganywa na kusawishiwa na kupata kwenda kumwasi Mungu ama kwenda kinyume na Mungu. Sasa kumwasi Mungu ni kutenda dhambi. Kwa mujibu wa waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4 inasema ya kuwa kila atendaye dhambi atenda uasi. So mwanadamu wa kwanza akafanya uasi. Uasi gani aliyefanya? Uasi aliyefanya ilikuwa ni kwenda kinyume na Mungu. Hebu tuone katika uasi wa mwanadamu ili tupate kwenda kwa nini inatakiwa tusiishi sisi, wakati hapo mwanzo tulikuwa tunaishi. Hapo mwanzo mwanadamu alikuwa naishi, lakini kwa nini mwanadamu aliyetoka kwa Adamu wa kwanza akakosa ile uweza wa kuishi yeye na kutakiwa mwingine ambaye angeishi ndani yake? Hiyo ndiyo jambo tunayetakiwa kuona, alafu tuone ya kuwa tafsiri hii ya wewe je, ina tafsiri gani katika Agano Jipya, ili ujue kabisa hapo. Ukijitambua tu ya kuwa ni wewe nani anaishi, basi hata kasoro uliokuwepo kwenye mti wa mema na mabaya, ili uone kwa nini mti wa mema na mabaya Mungu hakuiumba. Mti wa mema na mabaya adui shetani alipenya akapanda, jinsi adui shetani anapenya kwenye maisha ya watu na kupanda matukano, kupanda tabia mbaya, kupanda masengenyo, kupanda uzinifu, kupanda uzinzi. Nini? Anapopenya na kuipanda, basi inakuwa ni mti unayenajisi mwanadamu. Ndio maana utajua kabisa kuwa kama ni wewe unaishi, basi umefanywa kuwa mtumwa, lakini mtumwa wa dhambi. Kama si wewe unaishi, basi umefanywa kuwa ni mtumwa wa haki. Kama ni mtumwa wa haki, basi maana yake haki inaishi ndani yako. Lakini hebu tuende kwenye sura ya 3 kitabu cha Mwanzo, ili tuone nini? Tuone mwanadamu alimwasije Mungu. Hebu anza kwenye Mwanzo sura ya 2, anza mstari wa 7. Anza mstari wa 7, ama unaweza kaanza mstari wa 10 ili tuende haraka. Nasoma katika jina la Yesu. Bila shaka. Ukatoka mto katika Eden wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Jina la kwanza ni Pishoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila, ambako kuna dhahabu. Na
na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna bedola na vito vya shohamu. Na jina la mtu wa pili ni Gihoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la mtu wa tatu ni Hidekeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru. Na mtu wa nne ni Frate. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Umeona, huyo ni yule mtu ambayo aliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Mungu alimuumbaje? Mungu alitua katika mavumbi. Mvua ilikuwa haijanyesha juu ya uso wa nchi, na ukungu ukapanda kutoka juu. Maji yale ya chini yanayotoka chini yakalowanisha udongo. Kisha Mungu akatua katika mavumbi yale, akamfinyanga mwanadamu akawa ni sanamu. Kisha Mungu akapulizia pumzi kwenye pua la mwanadamu akawa nafsi hai. Sasa Mungu amemuumba mwanadamu, lakini anachukua hatua ya kumwekea pa kuishi na cha kufanya. Sema, Mungu aniumbie makazi ya kukaa na kazi ya kufanya, kama alivyomuumbia Adamu makazi yake mashariki ya bustani ya Eden, na kumpa na kazi ya kufanya. Na ni Bwana anipe kazi ya kufanya. Katika kazi yangu Bwana aniinue. Bwana alete wateja. Bwana alete mapato. Bwana aiboreshe uchumi wangu. Na Baba anipe makazi. Nijenge nyumba. Nimiliki kiwanja. Katika jina la Bwana. Tunasema amen. Unapoomba hivyo unakuta kuna vifungo vilivyokuwa vinakuzuia kupata kumiliki ardhi ama kujenga nyumba. Lakini hata kama unajenga nyumba unahitaji kuendelea kuwa na nyumba zingine, kuendelea kujenga, maana hizo ni asset za kudumu. Wacha nikwambie, fedha unayoweka kwenye account haina tija. Ni bora ununue kiwanja ujenge nyumba, maana bei ama gharama yake inaongezeka, na baada ya miaka miwili unaweza kukuta kiwanja ulichokinunua milioni 10 ukakiuza milioni hata 50. Nyumba ukakuta na kodi unayetoza watu ambayo umewapangisha ikatoka kwenye kuwa $1.5 kama mpaka $300,000. Maana yake fedha unayoweka kwenye account, rate yake ya kuzalisha faida ni mdogo sana. So tunapoomba kwa ajili ya mambo kama hayo, Mungu ndiye anayeleta mambo hayo kwenye maisha ya mwanadamu. Mungu akamuumba mwanadamu kama alivyokuumba, amekuumba na hatima yako. Wewe ulikuja na package yako yote. Nini? Ulikuja na kazi yako ya kufanya, ulikuja mpaka na mahusiano yako, mpaka mume ama mke unayetakiwa kuoa ama unatakiwa kukuoa. Lakini shida ni Ibilisi. Ibilisi ametawala dunia na maisha ya watu. Analeta upinzani. Ndio maana upinzani wa adui shetani ni ya kupinga watu wa Mungu. Sasa tunaona kabisa ya kuwa Mungu anamweka huyu mwanadamu katika bustani ya Eden upande wa mashariki, lakini Mungu anampa maagizo gani? Watakatifu wa Bwana, neno la Mungu lina maagizo ndani yake. Mungu anasema atakubariki, lakini kunayo cha kufanya ili upate baraka. Ndio maana neno la Mungu lipanga ukatao kuiga. Watu wengi wanadhani yakuwa atakapokuwa anafanya uzinzi atabariki. Huwezi kubarikiwa, maana Mungu amesema kuwa utakapotii neno lake na kuishi maisha matakatifu, hapo ndipo yeye baraka zote anazokuahidi zitakuwa ni mali yako. Ndio maana hata sisi taifa letu lazima tubaki katika utakatifu ili Mungu aendelee kufanya kazi pamoja na sisi. Umeona, Biblia ni ajabu sana. Unapokwenda kinyume na Mungu, uwepo wa Mungu ama ulinzi wa Mungu unafungua ama unaondoka. Ndio maana Mungu anapokupa uponyaji, unahitaji kutunza uponyaji. Sema, tatunza uponyaji wangu. Usipotunza uponyaji wako, maana yake Ibilisi anakuja kisha anafanya nini? Anaiiba. Adui shetani ni mwizi. Ndio maana usipotunza baraka zako ama kile ambacho Mungu amekupa kinaondoka. Hebu twende ili tuone Mungu anampa agizo gani huyu mtu wa kwanza, ili uone ya kuwa tulikuwa tumekamilika mwanzo Mungu alipotuumba, lakini mtu wa kwanza ambao tumetoka kwake, yeye aliharibu ule ukamilifu.
Ukamilifu ilikuwa ni mfano na sura ya Mungu, na tulikuwa na uwezo wa kuongea na Mungu. Mungu alikuwa anamtembelea mwanadamu. Lengo la Mungu Baba ilikuwa ni awe na ushirika na mwanadamu. Ndio maana watakatifu wa Bwana, dini imepiga watu wengi sana chenga, maana dini watakatifu wa Bwana ama imani inatakiwa iwe ni mahusiano, the intimacy. Mahusiano inakosekana. Unajua watu wanadhani wanataka kufanya Mungu kuwa kama nini? Mungu kuwa kama dikteta fulani ambayo unamwenda, nataka pesa, anakurushia pesa, lazima ondoka hapo, unanisumbua. Mungu hayupo hivyo. Nipe uzima, eti anayo uzima, anazo vifurusi vya uzima, yaani kajaza kapo za uzima, ukienda na kuba ya kwako anasema ondoka. Mungu hivyo. Mungu ni uzima, Mungu ni uponyaji, Mungu ni afya njema. Ndio maana unayetaka afya njema unatakiwa ujue kabisa unachohitaji sio kupona corona, unahitaji Mungu akae ndani yako, ili hata corona akija kukaa ndani yako akute hakuna nafasi, akute anayekaa ndani yako amekaba nafasi zote, anayekaa ndani yako akulinde na kukuokoa na mabaya kwa jina la Yesu. Anayekulinda na kukaa ndani yako akae katika nafasi zote na kuzuia nafasi ya virusi vya corona na magonjwa mengine yote yasikae kwako kwa jina la Yesu. Mungu bila shaka watakatifu ametupa maagizo kama watoto wake. Wazazi wamewapa watoto wao maagizo. Mtoto anayekaa katika mapenzi ya wazazi ndio mtoto anayependwa. Hebu pata picha, mama amekuacha ya kuwa utaosha vyombo, mwingine atapika, alafu wakupika amepika, wakuosha vyombo ataosha vyombo. Ule wakupika amepika, alafu kaweka kwenye vibakuli na visani ambao vichafu. Kulisema mimi kazi yangu ilikuwa ni kupika, wakuosha vyombo nilimwambia niletee chombo, akaletea chombo chafu, mimi nikaweka ugali nikijua ni kisafi. So shida iko wapi? Shida iko kwa yule wa kuosha vyombo. Sasa mama anaanza kuona dalili za nini? Ya uasi. Anasema huyu mtoto atakwenda kinyume na sheria na desturi ya nyumba yangu. Kesho mama anatoka, akirudi amemnunulia huyo anayemtii mama kanunuliwa nguo. Mama anaanza kuleta zawadi kwa yule ambaye anampendeza. Ndio maana sisi ni watoto wa Mungu. Tunavyompendeza Mungu, bila shaka Mungu atuachi hivyo. Ndio maana kuna wakati mwingine akiomba tu anapewa, mwingine akiomba anacheleweshwa, kwa sababu kwanza jeuri, kwanza aambiliki neno, kwanza yani asikivu, sio msikivu. Ni jeuri. Tunafanyia mpaka Muumba watu wetu jeuri. Saa nyingine Mungu anakuangalia tu, nataka pesa. Yaani wewe huna hata adabu. Hata kama ni baba, naomba, yaani wewe ni mama alafu mtoto, lete pipi, lete nini, naomba chipsi. Mama taangalia huyu mtoto ana chembe za mtoto usumu mtifu. Anasema nini? Anasema kula jeuri yako, hakuletei kwa sababu anaona kama unataka kujenga mazoea. Kuna wakati mwingine omba yetu imekaa kwenye mambo ya dunia sana. Ni lini tumeomba tukimshukuru Mungu tu kwa kutuokoa na corona? Ni lini tunamshukuru Mungu? Kuna wakati mwingine unahitaji kuomba Mungu akuponye, unahitaji kuomba kumshukuru Mungu kwa ajili ya ukuu wake. Maana acha nikwambie, watu wengi sana sasa hivi wanaogopa corona kuliko Mungu. Wanaongea habari ya corona kuliko wanavyoongea Mungu. Na corona inaonekana, corona haionekani. Hebu nione mtu ambaye anaona nini? Ana kirusi cha corona. Nani ameshaiona? Lakini wanaogopa corona kuliko wanavyoogopa Mungu. Lazima tuogope Mungu kuliko corona kwa jina la Yesu. Amen. Lazima tuongee habari ya Mungu kuliko tunavyoongea habari ya mabaya kwa jina la Yesu. Amen. Sasa hivi ukifungua TV ya BBC ama duniani utakuta habari ya corona 95%. Sasa unashangaa, ni lini wameweka habari za Mungu na Injili ama Yesu? Mimi hata sisumbuki na habari ya kirusi tu kisichoonekana. Kadogo ndio kisichoonekana. Lakini Mungu ambao ni mkuu kuliko wote, tunampa nafasi gani? Watu wengine sasa hivi wakiambiwa Mungu anaponya virusi vya corona, wanakataa, wanasema haiwezekani. Imagine, people are complaining. They are opposing that no, God cannot heal COVID-19. People are complaining. Some people are the agents of the devil. You will know them during this time.
Because they don't believe that God can heal somebody who is COVID-19 what? Affected. But God is greater than everything. Many people are talking too much about of COVID-19 more than they are talking about God. Do you want to tell me COVID-19 is greater than God? I'm saying this. The world must change. How do we know people who are the servants of the devil? This is the right time. They are opposing those who are obeying God to heal them, to contain the COVID-19. Watu wanabeza watu wanayeamini ya kuwa Mungu anaweza kuponya virusi vya corona. Tena wanapinga kabisa. Nasema hivi, utajua watoto wa shetani ama wakala wa shetani wanayetaka kuona watu wanakufa sana ni wale ambao wanaamini ya kuwa Mungu hawezi kuponya virusi vya corona. Ndio maana nchi ikitokea kishinda virusi vya corona kwa maombi kutoka kwa Mungu, wanasema hilo taifa linabeza. Nasema hivi, hawapingi taifa ambayo inamtumainia Mungu katika uponyaji wake, wanampinga Mungu. Ndio maana angalia hao wote wanayepinga jambo hilo, utakuta kabisa wanachembe za kuwa na shetani, wakala wa shetani hao. Ulaya na Marekani wengi wameshamwacha Mungu. Kwa nini wasife? Kwa nini wasife? Nasema hivi, sema Mungu anaweza. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Unasema kutoka ndani ya moyo wako ya kuwa Mungu anaweza? Amen. Unaamini kama Mungu anaweza? Amen. Mimi Mungu anaweza kwangu. Mwanadamu wa kwanza aliyeumbwa kwa ukamilifu, huyu mwanadamu alikamilika. Unaposoma Mwanzo sura ya 2, bila shaka Mungu anavyomuumba mwanadamu alikuwa ni dude ambao ni 2 kwa ngapi? 2 kwa 1. Dude 2 kwa 1. Mume humo, mke humo. Alikuwa amekamilika mfano na sura ya Mungu. Adamu wa kwanza alikamilika kabla ya kutenda dhambi, kabla ya kumwasi Mungu, kabla ya kwenda kinyume na Mungu. Umeona, kabla ya kutenda dhambi Adamu alikamilika. Alikuwa na ukaribu na Mungu, alikuwa na ushirika na Mungu, alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu, alifanya kazi pamoja na Mungu. Mungu akaumba wanyama wote na kila kinachoishi. Mungu akaleta mbele zake. Adamu akawapa majina. Adamu anapowapa majina, Adamu alikuwa amekamilika, mtu mume na mke. Bado Adamu alikuwa hajagawa. Mbona Adamu alikamilika? Na watu wa Mungu, acha nikwambie, nasi tukawa tumekamilika kwake. Lakini baadaye Adamu alitoka katika ukamilifu wake kwa kutenda dhambi. Umeona? Dhambi ilimtoa mwanadamu katika uwepo wa Mungu. Jihadhari na dhambi. Dhambi itakutoa kwenye uwepo wa Mungu. Tutunze uwepo wa Mungu sasa hivi. Ndani ya uwepo wa Mungu hata virusi vya corona vipenyi, havifui dafu. Ndani ya uwepo wa Mungu, angalia watu ambao na Mungu wa kweli wanaombea watu wanapona corona. Vizuri sana. Lakini ukiona watu hawapo na uwepo wa Mungu, alishamwacha Mungu, wanamkimbia virusi vya corona. Nasema hivi, njia nzuri si kumkimbia adui wako. Utamkimbia, utapita wapi? Njia nzuri ni kumkabili adui. Ndio maana njia nzuri ni kukabili shetani, sio kumwogopa shetani na kumkimbia. Sema amina. Hebu twende kwa jina la Yesu. Mstari wa 16. Bila shaka. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Umeona? Yesu anasema hivi, lazima tuishi maisha yanayompendeza Mungu. Tukae katika mapenzi ya Mungu Baba. Matendo mema yote ni kula katika matunda ya miti tuliyekubaliwa tule. Lakini kutenda dhambi, kutenda mabaya, bila shaka mshahara wa dhambi ni mauti. Unaposoma katika Warumi 3:23. 6 mstari wa 23. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na lazima ujue kabisa ya umeona, anapewa agizo
anapewa vya kuweza kula. Katika maisha Mungu aliyetupa mpaka leo hii, tumeanza tarehe 25 tangu jua ilivyokuwa inazama, maana ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Siku inaanza jua inavyozama, tayari jua imeshazama, tuko kwenye tarehe 25. Lakini leo hii Mungu ametupa neema ya kufika, lakini yapo tunayetakiwa kuyafanya. Usiseme tu Mungu niponye malaria, niponye malaria. Kuna sababu ya Mungu kukuponya malaria. Akuponye malaria ili uende kufanya nini? Aliambiwa Israeli, mkinitii, mkikaa kwenye mapenzi yangu na mkasikiliza neno langu, hapo ndipo sitawatia magonjwa yale ya Misri. Magonjwa ya Misri ni magonjwa yale yanayopata watu ambao hawajaokoka, magonjwa ya uzinifu, magonjwa yanayotokana na mambo ya kutokuwa uaminifu katika maisha ya mahusiano. Nini? Tunavyoishi maisha matakatifu, Mungu uwepo wake unakaa pamoja nasi. Tunachohitaji ni kile kilichokuwepo kwenye bustani ya Eden, mahusiano kati ya Mungu na Adamu wa kwanza. Mungu alimtembelea. Mungu anapomwambia unaweza kula haya, maana yake alikuwa na uwezo wa kumuona Mungu, alikuwa na uwezo wa kuongea na Mungu. Lakini leo hii sura ya Mungu imefichwa tusipate kuiona kwa sababu ya matendo yetu. Maombi yetu haiwezi kufikia Mungu kwa sababu ya maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Mungu alikuwa na ukaribu na baba yetu wa kwanza, Adamu wa kwanza. Lakini ilikuwaje mpaka sasa si mimi naishi na si wewe unaishi? Ilikuwaje wakati ni wewe ulikuwa unaishi tangu mwanzo? Ilitokea nini mpaka ikawa wewe uishi? Bila shaka aliyekuwa anaishi ndani yetu, aliyekuwa ametukamilisha, aliyekuwa na Mungu ni Mungu. Baada ya dhambi ya Adamu wa kwanza alitutoa kwake, alitoa Adamu wa kwanza kwake, nasi tukatoka kwake. Lakini alipomtoa Adamu wa kwanza kwake, maana yake shetani ama ibilisi alianza kukaa ndani ya Adamu wa kwanza na ndani ya uzao wa Adamu wa kwanza. Ndio maana kila aliyezaliwa na mama na baba anarithi dhambi ya asili. Hiyo dhambi ya asili inampa mamlaka shetani ya kuweka makazi yake na utawala wake ndani yake. Sasa inabidi tuivue maisha ya kale. Maisha ya kale ni maisha ya kuzaliwa na baba na mama, lakini tuingie katika kuzaliwa mara ya pili, ambao tunazaliwa kati ya Kristo na kanisa. Kristo akiwa ni bwana harusi, lakini kanisa ikiwa ni bibi harusi. Lakini bibi harusi ambayo hajakamilisha ndoa yake, ndoa itakamilishwa katika unyakuo na kwenda katika harusi ya miaka 7. Nini? Jinsi Kristo, Adamu wa mwisho, alizaliwa na mama ambaye alikuwa hajamjua mwanaume, alizaliwa na mama, lakini ujauzito wake ikipatika katika uweza wa Roho Mtakatifu. Ndio maana na sisi tunazaliwa mara ya pili kwa maji na Roho. Maana yake nini? Lazima tuikane kuzaliwa mara ya kwanza tuliyezaliwa kwa maji na damu, maana damu inatuunganisha na ukoo wa baba na baba. Ndio maana kila mtu hapa ana ubini wa baba yake. Ukishazaliwa na mama na baba ukapata ubini, umesharithi dhambi asili, na kinachokuokoa ni pale unavyoikana na kuingia katika kuzaliwa mara ya pili. Sema Bwana, naikana kuzaliwa mara ya kwanza, niliyezaliwa kwa maji na damu, damu ikaniunganisha na Adamu wa kwanza, nikarithi dhambi ya asili, na shetani akawa ni mtawala wangu. Sasa ninaukana utawala wa ibilisi ndani yangu, maana sio mimi sasa ninayetakiwa kuishi, bali Adamu wa mwisho aliyezaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Maana kilichozaliwa na Roho usinda ulimwengu, nami nizaliwe kwa Roho, kwa maji na Roho, nizaliwe mara ya pili, na Kristo akae ndani yangu. Kristo akikaa ndani yangu atabeba magonjwa yote, atabeba virusi vya korona, atabeba maagano yote, atabeba vifuniko vyote, atabeba vifungo vyote, atabeba mauti katika umri mdogo, atabeba laana zote, atabeba balaa zote, atabeba nukta zote, atabeba maagano yote, atabeba
atabeba kila uchawi, atabeba kila uganga, atabeba laana zote, na inamtwika laana zote, na mtwika mabaya yote, maana sio mimi naishi, bali yeye aishi ndani yangu. Karibu sana Bwana Yesu, ukae ndani yangu, ufanye makazi ndani yangu. Ufanyapo makazi ndani yangu, hakuna kifua kubana, hakuna kukohoa damu, hakuna kuuma kichwa, hakuna mafua ya kufa mtu, hakuna dalili zote za magonjwa, maana si mimi naishi, bali yeye aliyeishi duniani miaka 33 na nusu, wala kuumwa ugonjwa wote. Alipata kushinda ibilisi na wakala wake, akashinda mauti, anashinda mauti ya virusi vya korona, nashinda virusi vya korona. Na kama kuna dalili yoyote, na muamini Bwana ipate kutoka, na muamini Bwana apate kuyang'oa, maana kwa kupigwa kwake Bwana mimi nimepata kukombolewa na kuponywa. Niponywe magonjwa yote, niponywe dalili zote, na kataa kufa katika ulimwengu, na kataa kifo cha virusi vya korona. Ndugu zangu, na watenganisha na virusi vya korona, Watanzania wenzangu na watenganisha na virusi vya korona. Nafunga vinywa vya wale wakala wa shetani wanaounga kwa vinywa vyao, wanataka kutuumbia mabaya taifa letu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Lolote tunalofunga hapa duniani na juu mbinguni, nafunga kwa jina la Yesu, nafunga kwa jina la Yesu, nafunga mabaya kwa jina la Yesu, nafunga balaa kwa jina la Yesu, nafunga nuksi zote kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa sitachemka, wala moyo hautaenda mbio, nitaishi miaka mingi nasimulia matendo makuu, na katika jina la Yesu. Na mtu akasema amen. Wakati wa kuomba kila mtu anajiombea. Time for prayers. When the Holy Spirit is leading us in prayers or calling upon the name of the Lord, everybody is praying for himself and his relatives or those who are closer to him. So if it is the time for prayers, pray harder. Amen. You have to be serious with prayers. Unatakiwa uwe serious na maombi. Ndio maana mimi naomba kwa ajili ya watu wangu, na kuna wakati naombea watu, kuna wakati Roho Mtakatifu anatuongoza ili tupate kuomba. Ombeni pasipo kuomba, maana kila aombaye upewa, kila bishaye ufunguliwa, kila tafutaye upata. Ndio maana nasema hivi, jioni ya leo hujapoteza kuja kukaa mahali palipowekwa jina la Bwana. Watu wangapi ambao wana nafasi ya kuja lakini wanapuzia? Ni watu wangapi wanaona kama mchezo, lakini siku zinakuja ambayo wataitafuta, wataiona, nikimbiza wataniona. Lakini nasema hivi, huu ni wakati, sema huu ni wakati wa kumkaribia Bwana, na kumtumainia Bwana kwa ajili yangu, na watu wangu, kwa ajili yangu, na viongozi wangu, kwa ajili yangu, na taifa langu, katika jina la Bwana. Katika jina la Bwana. Sema amen. Mtakatifu Bwana, unaona ya kuwa Mungu anamweka Adamu katika bustani ya Eden. Mungu cha ajabu alivyomuumba mwanadamu. Mungu alivyokuumba kwenye tumbo la mama yako. Mungu alikuumbia njia za kupata fedha. Mungu alikuumbia njia ya mahusiano. Mungu alikuumbia njia ya kupata watoto. Lakini Mungu alikamilisha kila kitu. Lakini inawezekana Adamu wa kwanza ambayo inakuunganisha na mama na baba yako, inawezekana imekuunganisha na vifungo vinavyojaribu kupinga maisha yako, maana ulishaunganishwa na mabaya. Ni lazima wewe ujitetee sasa kwa kumpokea Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na unapokana sasa utu wa kale na familia yako, unajiunga na familia mpya ambayo haina nini, laana wala haina magonjwa, na hapo ndipo unapata kuokolewa. Mungu amekuumba pesa unayetafuta, Mungu alishakuumbia. Jinsi ya kupata kuonewa, Mungu alishaumba. Jinsi ya kupata kazi, jinsi ya kupata fedha ya kujengea, Mungu ameshaumba. Lakini kuna upinzani, sema kila upinzani inayepinga maisha yako, inayepinga maisha yangu, inayepinga afya yangu, inayepinga afya yangu, inaifunga
na kuitoa kwenye maisha. Maana mamlaka ya kufunga nimepewa. Mamlaka nimepewa. Na lolote linalofunga na juu mbinguni imefungwa. Nafunga mabaya yote na kutoa katika maisha yako kwa jina la Yesu. Nafunga mabaya yote kwa jina la Yesu. Nang'oa mapando yote kwa damu ya Yesu. Navunja mikataba zote kwa jina la Yesu. Kila mkataba inayounganisha na Adamu wa kwanza, inayounganisha na ukoo wa baba. Mimi si wa ukoo wa baba, maana hata mtakiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita, ya sasa amekuwa mapya. Na sio mimi naishi, bali Kristo. Kristo anaishi ndani yangu. Kama ni Kristo basi sitasikia kuchemka kwa mwili, sitasikia joto, sitasikia homa, sitabanwa kifua. Nitakuwa mzima kwake Kristo. Maana sio mimi naishi, bali yeye. Kama ni yeye, namtwika mizigo yote katika jina la yeye anayeishi ndani yangu. Mmoja aseme amen. Katika jina la yeye anayefanya nini? Anaishi ndani yako. Lazima ukatae kuishi wewe, umeona, bali Kristo. Umeona sasa nini? Hebu twende tuone anguko la huyu mwanadamu wa kwanza, kwa sababu si wewe unayetakiwa kuishi, lakini mwanzo ulikuwa unaishi. Mwanzo nilikuwa naishi. Mwanzo Adamu wa kwanza alikuwa anaishi, lakini Adamu wa kwanza aliyekuwa anaishi alikuwa amekamilika. Alikamilikaje? Alikuwa 2 kwa 1. Alikuwa na kila kitu ndani yake. Ndio maana alifanywa mume na mke, lakini kwa mfano wa Mungu. Lakini umeona, alitufanya tukakosa kuwa wakamilifu. Alitoka kuwa mkamilifu. Ndio maana ilimlazimu Mungu alete Adamu wa mwisho asiyekamilika. Ndio maana Adamu wa mwisho hakukamilika pasipo kutenda yale anayeona baba yake anatenda. Hakukamilika pasipo kusema yale aliyesikia baba yake anasema. Adamu wa mwisho akafanyika kuwa chombo cha kubeba baba. Ndio maana anasema aliyemuona baba amemuona yeye, aliyemuona yeye amemuona baba. Maana yu ndani ya baba na baba yu ndani yake. Ndio maana sasa hivi anayekuona wewe anatakiwa aone Kristo. Maana si wewe unaishi, bali Kristo ndani yako. Kama ni Kristo, basi namtwika magonjwa yako yote kwa jina la Yesu. Kama ni Kristo, namtwika laana zako zote kwa jina la Yesu. Kama ni Kristo, namtwika magonjwa yote na kila uchawi uliofanyika kinyume nawe kwa jina la Yesu. Amen. Lakini hauwezi kutwika pasipo sio wewe unaishi. Kama ni wewe unaishi, basi ipo shida. Kama ni wewe unaishi, basi kuna shida. Shida iko wapi? Kama ni wewe unaishi, basi maana yake hujamtambua anayetakiwa kuishi kwako. Maana yake kuna anayeishi ndani yako. Anayeishi ndani yako ni dhambi. Ndio maana kama ni wewe unaishi, basi umefanyika kuwa mtumwa wa nini? Mtumwa wa dhambi. Kama ni mtumwa wa dhambi, maana yake yule bwana dhambi anakaa ndani yako. Ndio maana Paulo analalamika akisema hivi, anachokitaka hafanyi, asichokitaka anafanya. Hutaki kusema uongo, unasema uongo. Unauliza unaitwa nani? Unasema naitwa Beti, wakati wewe ni Hopo. Unasema naitwa Katule, wakati wewe sio Katule. Unasema naitwa fulani. Umeona nini? Unasema uongo. Sana wadada na wamama. Hata huyo mume wako aliyekuwa mwanamama, je, jina lako la utani hilo uliyemwambia kwanza ulishaifuta na maombi? Wadada wote hapa wana majina 100 kidogo. 100 kidogo. Kakolo kamwambia mimi naitwa Asupa. Akienda huko mimi naitwa Gracious. Akienda huko mimi naitwa anameza Glory. Lakini si Glory. Akienda huko anasema yeye anaitwa Pendo. Mimi naitwa Pendo. Lakini hata si Pendo, ni Mwajuma. Nasema hivi, unachotaka kufanya ukifanye, lakini usiyetaka kufanya ndio unafanya. Mtu anashika simu, halo, uko wapi? Sasa hivi niko Mwanza, nakula samaki wenye macho mawili, lakini yuko hapa kanisani, tena kajibanza kwenye kona pale, hana hata hivyo, anasema uongo. Sasa chajabu moja anasema uongo pale kwenye daladala. Unajua sasa ingine, unajua msema uongo akashaza wewe. Ndio maana hizi simu zina matatizo. Siku moja
Tunatoka Kariakoo, enzi hizo nilikuwa sijanunua gari, mpanda daladala. Toka Kariakoo pale kuja pale tunaelekea pale fire. Tuko kwenye daladala. Gari imenyamaza kimya tu. Dada moja akapokea simu. Hello, wapi? Niko chumbani. Niko chumbani, alafu watu wakanyamaza, ndio maana watu wakaibuka na kicheko kubwa sana. Yuko chumbani, alafu natoka Kariakoo. Watu wakasema hapa mtu kapigwa chenga hapo. Tukaja tukapita Magomeni, kaka mmoja akapokea simu. Halo, wapi? Niko sijui wapi Sengerema. Yuko Sengerema. Huyo ni mdai wake, sasa anamdanganya kwa yuko Sengerema. Yuko kwenye daladala. Wakasema kwa huyu aliyesema yuko chumbani kaua sana, lakini aliyesema yuko Sengerema kaua kuliko. Sasa tunaanza kuongea sasa. Tunaijadili, nasema hivi. Si eti yule alisema uongo akijua. Hapana. Ndio maana kuna wakati mwingine mdomo unaongea pasipo wewe kutaka. Alishindwaje kuona aibu tumemzunguka wengi kwenye daladala, alafu anasema uongo kwa yuko chumbani. Na wakati wote kumdanganya mtu uko chumbani, ukiongea na simu gari zinatembea, mtu si anasikia huyu mtu yuko kwenye gari. Hata uongo unatakiwa angalia uongo unaweza kufanana na ukweli. Nasema hivi, umekuwa ni mtumwa wa dhambi. Tumekuwa ni watumwa wa dhambi. Sema ninakataa. Ninakataa kuwa mtumwa wa dhambi. Kuwa mtumwa wa dhambi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana anipe kibali. Bwana anipe kibali. Kuweza kushinda dhambi. Cha kuweza kushinda dhambi. Nakataa kuwa mtumwa wa dhambi. Nakataa kuwa mtumwa wa dhambi. Nakataa kuwa mtumwa wa dhambi. Ni mtumwa wa haki. Ni mtumwa wa haki. Mtumwa kutenda mema. Mtumwa wa kutokuishi. Bali Kristo aishi ndani yangu. Endelea kwa jina la Yesu. Mamaliza. Bila shaka watakatifu wa Bwana tunaona Mungu akimwagiza Adamu cha kufanya. Anaambiwa eti ya kuweza kula. Watakatifu wa Bwana, hata sisi ambao tumeokoka, sisi ambao tumezaliwa mara ya pili, yapo yale matendo ambayo Mungu anatuagiza kwenye kitabu hiki takatifu ili tuyatende. Unaposoma Biblia utajua cha kutenda na cha kutokutenda. Jitahidi kuishi maisha matakatifu. Watakatifu wa Bwana, kuna wakati mwingine shetani anatufanya kuwa watumwa wake kwa sababu ya dhambi anayetutendesha. Ukiishi maisha matakatifu hata ugonjwa utakuogopa. Saa nyingine nikiambia watu miaka zaidi ya 11 sijameza kidonge, wengine wanaona kama nachekesha, wengine wanaona kama nasema uongo. Lakini sijameza kidonge. Ninapojisikia vibaya na muamini Mungu, na nikishamwamini Mungu inatoka kabisa. Na ndivyo ninavyosabai. Na hii imekuwa baba kwenye familia yangu sasa hivi. Hii habari ya kwenda hospitalini watu hawana. Mtu akijisikia vibaya, askofu niombee. Na tumesafiri muda mrefu pasipo habari ya kwenda hospitalini. Je, inawezekana sio mwaminifu kutoa fungu la 10 nyumbani mwa Bwana ama sadaka, lakini sadaka zako zinakwenda kwenye matibabu? Kuna watu ambao mafungu yao ya 10 yanakwenda hospitalini. Geuza fungu lako la 10 siende hospitalini, bali ifanye iende nyumbani mwa Bwana. Geuza sadaka zako ziende nyumbani mwa Bwana. Kuna watu ambao sadaka zao hawapeleki nyumbani mwa Bwana. Hataki kumtolea Mungu. Eti George atafaidika. Acha nikwambie, huo ni ushamba wa kiroho. Unataka nani ali sadaka yako sasa? Ndio zinaliwa na wanadamu. Mimi ukinipa sipeleki mbinguni, nadhani napeleka mbinguni, hakuna malaika anakuja kuzichukua hapa. Lakini je, kila mchungaji hanywi maziwa ya kondoo anayechunga? Hanywi. Hii ni haki. Ndio nasema hivi. Usiyetaka kukataa kutoa, na hata maombi naye kuombea kama ulishapona haipo na jinajisi. Unajaribu, unataka kuanza upya. Siku ukianza upya ndio utanitambua ya kuwa na mimi nitakuwa mbali na wewe, maana sisi karibu na watoto wa shetani. Kazi ambayo nilishafanya nimeshaifanya, sitarudi nyuma tena. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana. Hebu tujiungamanike na Mungu. Kama kuna mtu kati yetu ambao miaka 10 na hajameza kidonge, je, Mungu huyo hata akisema Mungu yupo, ni kweli kila mtu atasikia Mungu yupo. Lakini ukinikuta naambia mtu na chanzo sajabika, hata mimi sijitambua kana kuombea mtu. Jo, kute ninaoombea mtu anayeumwa ugonjwa wote, simwogopi kwa shaka na ujasiri katika yeye ambayo anaishi.
si mimi naishi, si mimi ninayemwombea, si mimi ninayefukuza mapepo, si mimi ninayefukuza virusi vya corona, ni yeye anayekaa ndani yangu. Sema anayekaa ndani yangu, anayekaa ndani yangu, anayo mamlaka ya kufukuza virusi vya corona na magonjwa yote, nampa mamlaka ya kunitawala, kufukuza mabaya yote, mapando yote, maana sio mimi bali yeye ndani yangu, ananiwezesha nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu, nayaweza yote katika yeye anayekaa ndani yangu. Amenipa uzima, amenipa uhai, amenitenganisha na ugonjwa na jina lake pata kutukuzwa, maana anastahili katika jina la Yesu anayekaa ndani yangu. Amen. Takatifu Bwana, Adamu wa kwanza alimkosea Mungu. Alimkoseaje Mungu? Mungu amemwambia asile katika matunda ya mti wa katikati ya bustani ya Eden. Hebu soma sura ya 3 mwanzo uone. Na kuambia mambo anayekufanya ujue ya kuwa Adamu wa kwanza aliyekuwa mkamilifu, Shetani alimtoa kuwa mkamilifu. Ndio maana hakutakiwa mtu mwingine aishi ndani yake, aliishi yeye. Lakini alipoondosha Mungu ndani yake kwa kumwasi, Ibilisi akawa amekaribishwa kae ndani yake. Ndio maana sasa tunapookoka, ina maana Ibilisi anaacha kukaa ndani yetu. Ibilisi aliyekaa katika wanafamilia kwa akiwakilishwa na mizimu na majini na majoka, sasa tunapovua hayo yote tunapata kuwa sasa ni chombo. Maana yake chombo kinatakiwa kubeba kitu. Kama wewe ni chombo, basi utakiwi kumbeba Ibilisi. Ibilisi amebeba magonjwa na mabaya, unatakiwa kumbeba Kristo ambao ni uzima. Umbebe Kristo kuanzia leo kwa jina la Yesu. Umbebe Bwana wa mabwana kwa jina la Yesu. Naye ashinde mabaya yote ndani yako kwa jina la Yesu. Amen. Ndio maana ipo haja ya kutokuishi wewe. Ipo haja ya kumruhusu aishi. Akiishi atakushindia vita, atawezesha, ataondoa magonjwa, atafunga mauti na kuzimu, ataondoa magonjwa yote, aondoe magonjwa yote kwako kwa jina la Yesu. Amen. Ashinde mauti na kuzimu ndani yako kwa jina la Yesu. Amen. Ashinde mabaya yote yaliyopangwa kinyume nawe katika siku chache zilizobaki katika mwezi huu kwa jina la Yesu. Amen. Ninafunga magonjwa yote na mauti iliyopangwa kinyume nawe na ndugu zako na taifa letu katika mwezi huu wa pili kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu waliofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Je, Mungu alisema wasiguse? Mungu alisema wasiguse? Wacha nikwambie, kuna kitu ambacho tumesoma pale. Mungu anamwambia Adamu ya kuwa asile katika matunda ya mti wa katikati ya nini, ya bustani ya Eden, maana hakika yake siku atakapoila atakufa, lakini hakusema kwa wasiguse. So maana tayari kila mtu ametegwa kwa maneno ya kinywa chake. Dhambi aliyetenda mwanamke na kufanya Ibilisi awe na mamlaka juu yake ni alitumia mali ya Ibilisi. Alisema uongo. Ukitumia mali ya shetani, unampa shetani mamlaka juu yako. Ndio maana huwezi kumfukuza shetani. Wewe mchungaji unafanya uzinzi, utamfukuzaje shetani? Unamwambia shetani toka, wakati wewe mwenyewe ni mzinzi. Wewe ni mtukanaji. Wewe ni mnafiki. Unaua kazi za Mungu. Utaki kuona wachungaji wadogo wanainuka. Utaki kuona huduma zingine zinainuka. Unaziua kiroho na kimwili. Huwezi kumwambia shetani aondoke. Shetani anajua kabisa wewe ni wa kwake na hawezi kuondoka. Nasema hivi, tuongee ukweli. Hakuna uongo nusu wala ukweli nusu. Kuna uongo uliyekamilika na ukweli uliyekamilika. Ndio maana kila
anayetaja jina la Mungu nafanye nini? Aache uovu. Kila anayetaja jina la Yesu na aache uovu. Awe ni baba poroko, awe ni askofu, awe ni mchungaji, awe ni mshirika, awe ni kiongozi, anayetaja jina la Mungu na aache kutenda uovu. Usipoacha kutenda uovu, mabaya atakupata. Shetani atakuwa na mamlaka juu yako, atakuwa kabla wakati wako. Kama ni kiongozi atakuwa mapema, kama ni mchungaji atakuwa. Lengo la shetani akuue ufe katika dhambi. Ndio maana kiongozi anayetaja jina la Mungu aache uovu. Kiongozi wa dini ama wa serikali anayetaja jina la Mungu aache uovu. Saa nyingine hawa viongozi ndio wanayeweza kuleta balaa, maana wasipokaa katika utakatifu mabaya yanavuviwa. Lazima waishi maisha matakatifu kama viongozi wa kidini na nini na ya kimwili. Shetani asije kupata mamlaka juu yetu. Hili ni kitu ambacho lazima tukemee dhambi. Usitende dhambi. Ndio maana msingi tuliyeachiwa na Yesu, kila anayetaja jina la Bwana aache uovu. Sasa hivi tunamuomba Mungu tuungane pia kuishi maisha matakatifu. Si tunaungana tu kuomba Mungu kwa wakati wa mabaya, wakati wa corona ndio tunamuomba Mungu. Lazima na wakati wa kutenda dhambi tukemee dhambi kwa viongozi wetu wote na wananchi, tuishi maisha matakatifu. Vinginevyo tutakuwa kichekesho, maana maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za nani? Mbele za Mungu. Lazima tuungane wote watakatifu wa Bwana, tukemee mabaya. Sema Bwana nisamehe. Bwana nisamehe kwa ajili ya dhambi zote. Kwa ajili ya dhambi zote walizotenda viongozi wetu wa kitaifa na viongozi wa dini. Utusamehe Jehova. Utusamehe Jehova dhambi zetu zote. Dhambi zetu zote. Kama tunavyowasamehe wote. Kama tunavyowasamehe wote. Ulipotutendea mabaya Bwana. Dhambi inayoweza kumpa ibilisi mamlaka na kuleta mauti ya watu wengi na viongozi. Baba uifute kwa damu ya Yesu. Utuondolee mabaya yetu yote. Baba uisamehe taifa letu mabaya yote. Baba na kuumba taifa letu tena. Na kufunga magonjwa yote. Na vifo vyote vinavyoibuka kila kukicha. Jina lako litukuzwe Bwana. Mapenzi yako yatimie Bwana. Na taifa letu ibakie kuwa huru na kuwa salama. Katika jina la Yesu. Mmoja aseme amen. Unaona si wepesi sana kumwomba Mungu. Lakini je, hii toba lazima, maana tukiomba pasipo kuwa katika utakatifu, maombi yetu haimfikii Mungu. Tuishi maisha matakatifu. Taifa iliishi maisha matakatifu. Viongozi kuanzia ngazi ya juu mpaka chini, viongozi wa kiserikali na viongozi wa kidini waishi maisha matakatifu. Na hii itampendeza Mungu. Itampendeza Mungu na Mungu atasikiliza maombi yetu. Mungu atatuokoa na mabaya. Tayari Mungu ameshaamua kutuokoa na mabaya, lakini tusimchefue Mungu kwa kutenda mabaya. Mambo mabaya yanayoweza kufanya Mungu afumbe masikio yake kwa taifa ni mambo kama uuaji wa kiholela holela. Lazima tutende haki. Anayetafuta haki yake asiuawe. Anayetafuta haki yake apate haki yake. Maana Biblia inasema hivi. Biblia inasema kwa Mungu si yule atakayeacha kumhukumu anayestahili kuhukumiwa. Anayestahili kuhukumiwa Mungu atamhukumu. Kama kuna mabaya tunayotenda, tuondoe umwagaji wa damu. Tutoe haki kwa wote. Tupendane. Maana tuwezi kusema tunampenda Mungu tusiyemuona, wakati huyu John ambao ni jirani yako huwezi kumpenda. Huyu mchungaji huwezi kumpenda. Unamchukia. Huyu kiongozi unamchukia. Huyu kiongozi wa serikali unamchukia. Alafu nampenda Mungu. Wapi na wapi? Lazima kama Yesu alivyosema kuwa ninawaachia upendo kama tunavyopendana mimi na Baba. Umeona upendo kati ya Baba na Mwana, lazima nasi tupendane sisi kama sisi, ili tuwe wanafunzi wa Yesu kweli kweli, ili tuwe wafuasi wa Yesu kweli kweli. Sema amina. Amen. Watakatifu wa Bwana, inanibidi niishie hapo, lakini watu wa Mungu, tutaendelea siku ya Ijumaa. Ndio katafakari kwa nini si wewe unatakiwa kuishi. Ni kwa sababu Adamu wa kwanza aliyekuwa amekamilika alitoka kwenye hali ya ukamilifu. Alitoka, ukamilifu ilikuwa ni muunganiko
wa kimungu uliyemuunganisha na Mungu. Mungu anasema hivi, mwanadamu naye amekuwa mmoja kama sisi, tumtoe kwenye bustani ya Eden, asije akanyosha mkono wake akatoa katika matunda ya mti wa uzima milele, akala na kaishi milele. Umeona sasa? Dhambi ndiyo iliyemtenganisha mwanadamu wa kwanza na Mungu. Dhambi ndiyo iliyemfanya mwanadamu wa kwanza akakosa kuwa mkamilifu. Umeona? Sasa tulikosa kuwa wakamilifu kwa sababu ya kuzaliwa na Adamu wa kwanza. Lakini sasa inabidi sasa tuikane kuzaliwa na Adamu wa kwanza na tuipokee kuzaliwa na Adamu wa mwisho. Maana Adamu wa mwisho alikamilika, lakini ilibidi aje abebe dhambi zetu ili asiwe mkamilifu, awe chombo cha kumbeba Mungu Baba, cha kubeba maneno ya Mungu, cha kubeba matendo ya Mungu, cha kubeba mapenzi ya Mungu, naye akitutuma kama Mungu Baba alivyomtuma, anatutuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Ndio maana hiyo inaashiria hii. Usidhani ya kuwa utapata amani ukihubiri injili ya kweli. Njia hiyo ni nyembamba na waionao ni wachache sana. Njia hiyo si pana ambao kila mtu anaiona. Njia ambayo ni pana na watu wote wanaiona, wala Mungu hayupo hapo. Njia hiyo ni nyembamba na waionao ni wachache. Sema, njia hiyo ni nyembamba. Njia hiyo ni nyembamba. Waionao ni wachache. Si wanaiendea, wanaiona. Kuiona injili ya kweli ni shida. Ni shida. Injili ya kweli itatutenganisha na mabaya. Yesu aliishi miaka 33 na nusu, hakutenda dhambi. Ndio maana alistahili kuchukua nafasi ya yule mwanakondoo wa Pasaka aliyekuwa ni mwanakondoo wa mwaka moja asiyekuwa na hila. Yesu Kristo hata alivyokamatwa alisingiziwa dhambi ili abebe dhambi zetu, lakini hakutenda mabaya. Ndio maana akachukua nafasi ya yule mwanakondoo wa Pasaka, akafanyika kuwa mwanakondoo wa Pasaka wa Mungu au bebao dhambi ya ulimwengu. Mwanakondoo wa Pasaka wa Mungu abebe magonjwa yote na dhambi zako kwa jina la Yesu. Mwanakondoo wa Pasaka wa Mungu abebe mzigo wako na akuondolee mabaya yote. Uwe mzima kuanzia leo kwa jina la Yesu. Sasa takatifu Bwana, nitaendelea hapo, lakini mimi naomba Baba, ninatukuza jina lako kwa kuwa umetufunulia Baba na kupata kutujuza habari ya yule mtu wa kwanza aliyekuwa mkamilifu, mtu mume na mke, na Baba akifanya kazi na ukaribu nawe ama ushirika, lakini alipodanganywa na Ibilisi naye akafanya uasi. Maana kila tendaye dhambi utenda uasi. Alipokuasi Bwana, dhambi ikamtenganisha na wewe, naye akatoka kuwa mkamilifu. Lakini Bwana, sasa umeleta damu wa mwisho, yule Baba wa rehema ambaye ni mkamilifu, ili Baba sisi tunaishi, bali yeye ndani yetu. Baba aishi ndani yetu tutakapo katika eneo hili, aishi ndani ya viongozi wetu Baba wa rehema wote, aishi ndani ya Watanzania wote, aishi ndani ya Baba wote wanaeka Afrika Mashariki na Afrika yote. Maana sisi tutakayeishi, bali yeye. Kama ni yeye, hatutaguswa na corona, hatutaguswa na magonjwa mengine yote, hatutaguswa na mabaya yote. Maana sisi bali yeye anaishi ndani yetu, na kama anaishi ndani yetu, basi ametufanya kama chombo kuwa Baba ni watumwa Baba kubeba haki, wa kubeba yeye. Ametutoa kuwa Baba wa rehema, vyombo vya kubeba mabaya. Ametutoa kuwa Baba watumwa wa dhambi, na sasa Baba tu watumwa wa haki. Jina lako litukuzwe katika mapenzi yako yakitimia Baba ndani ya maisha watu wako. Na tangaza uponyaji katika maisha yao, na wanaswa katika mitego yote, na Baba anaswa viongozi wetu katika mitego yote, na watenganisha na dhambi zote zinazoweza kuhukumu na kupata hukumu taifa, na kupata maombi yetu yakawa ni kelele mbele za Mungu. Utusamee maovu yetu Baba wa rehema, utakaze na kabila zote, takaza mikoa, wilaya zote, kata na tarafa, vijiji vyote, takaza ardhi ya Tanzania, ututakaze wote Bwana, na kutusamea maovu yetu yote. Ninatukuza jina lako Bwana, maana sisi Tanzania tunaishi, bali wewe katika Tanzania. Si viongozi wetu wanaishi, bali wewe unaishi ndani yao Baba. Sisi tunaishi viongozi wa dini, bali ni wewe ishi ndani yetu. Si Baba watu wako wanaishi, bali wewe. Kama ni wewe, basi tumepokea uzima na uponyaji katika jina la yeye anaishi ndani yetu, na mtu mmoja aseme amen. Amen.
Weka mikono yako pamoja kwa yeye anayeishi ndani yako. Hayo ni inawezekana ya kwa mwepu kwa yeye anayeishi ndani yako. Vizuri, nafikia mwisho, lakini nitaendelea na somo hiyo Jumaa na Jumamosi, na nitakuonyesha mambo ambayo yatakustajabisha. Na baada ya hapo, ukielewa hiyo somo tu, dalili zote zinazokusumbua, magonjwa, malaria ama ugonjwa aina yote, bila shaka yataondoka na utakuwa mzima kama mimi ninapokuwa mzima. Sema haleluya. Basi barikiwe sana, usiku mwema mtakatifu wa Bwana.